niwasilishe taarifa fupi ya mradi wa ujenzi wa jengo la upasuaji na wodi ya wazazi katika kituo chetu cha afya Makurumla kwa mwenyekiti wa kamati ya siasa ya mkoa wa Dar es Salaam ndugu Abbas Mtemvu siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 5. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa ya mkoa, uboreshaji wa kituo chetu cha afya Makurumla ulianza mnamo mwaka wa fedha 2022-2023 ambapo halmashauri ilitenga fedha kiasi cha shilingi milioni 250 kutoka mapato ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wazazi na upasuaji. Gharama za mradi, ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa ya mkoa, hadi kukamilika kwa mradi huu unatarajiwa kutumia kiasi cha shilingi 380 milioni. Fedha za utekelezaji wa mradi huu zinatokana na mapato ya ndani na utolewa kwa awamu kulingana na hali ya makusanyo ya mapato katika halmashauri. Mpaka kufikia sasa, halmashauri imeleta fedha kiasi cha shilingi 350 milioni kwa awamu mbili kama ifuatavyo. Awamu ya kwanza fedha ililetwa Februari mwaka 2022 ambacho kituo kilipokea kiasi cha shilingi milioni 200, na awamu ya pili fedha ilitolewa mnamo Septemba 2024 kwa kiasi cha shilingi milioni 150 milioni. Hali ya utekelezaji, ndugu mwenyekiti kamati ya siasa ya mkoa, mradi huu unatekelezwa kwa njia ya force account na hali ya utekelezaji wa mradi huu ni kama ifuatavyo. Ujenzi wa jengo la upasuaji umefikia 100% na ujenzi wa jengo la wazazi umefikia 87% na ujenzi bado unaendelea. Kwenye upande wa matumizi, ndugu mwenyekiti kamati ya siasa mkoa, hadi sasa jumla ya shilingi 579,948 milioni zimetumika ambazo ni sawasawa na 87.7% ya fedha ambazo zimeletwa. Manufaa ya mradi huu, ndugu mwenyekiti kamati ya siasa mkoa, mradi huu baada ya kukamilika utasaidia wananchi 200,677 ambapo kati ya hao 50,677 wanatoka ndani ya kata ya Makurumla na watu 150,000 plus wanapatikana kata za jirani ambazo ni Mabibo, Manzese, Mburahati ambapo pia watapata huduma za kujifungua, huduma za upasuaji kwa wakina mama ambao watakuwa na uzazi pingamizi, lakini pia na kuweza kuwalaza wakina mama wajawazito katika jengo letu. Kwa mara ya mwisho tumeleta milioni 150 ambapo mpaka sasa fedha iliyotumika katika milioni 350 imetumika milioni 207. Na maana kwenye account ya kituo hiki bado kuna fedha. Lakini pia halmashauri inadaiwa milioni 30 ambayo tunaimalizia ndani ya mwaka huu wa fedha. Kwa sababu hayo mapato yote tunaongea mimi najua kwa wilaya, sio kama unajua. Sisi wakuu wa wilaya wa zamani kwa tunajua mapato yanapopatikana na kutumika. Ni kweli mheshimiwa mwenyekiti, lakini nimekuwa mbunge ananikumbusha bwana. Ndio. Hapa Dar es Salaam. Ndio. Kuna majengo mawili hapa kwenye huu mradi. Kuna hii wodi la wazazi pamoja na upasuaji. Ndio. Lakini tukiri kwamba kulingana na kuwa na miradi mingi kidogo kulikuwa na ucheleweshaji wa kuleta fedha, lakini baadaye fedha zikawa zimeshaletwa na tunafanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu wa fedha, yani kufikia mwezi wa 6, huu mradi utakuwa umeshakamilika kwa sababu mkurugenzi ndio alikuwa Temeke. Ndio. Pale Mbagara pale zake tunajenga hospitali kubwa ya ghorofa 7. Ndio. Ukiona inakwenda mbio kuliko ile eneo dogo. Tunaahidi kumalizia. Hapa kila tunapopita tunasema daktari Mama Samia Suluhu Hassan Mstahiki Meya umetaka kusema anatoa hela nyingi, lakini usimamizi bado hauko sawa. Maeneo mengi unapita usimamizi bado hauko sawa. Hela zinatolewa nyingi lakini kazi hazishi kwa wakati. Mnafika mahala hela zipo, mkandarasi hajalipwa, kazi zinachelewa. Sasa hii mtatupunguzia kura kusema kweli. Na tumekuwa pole sana. Mpaka watu wanaweza mbona kwa mbunge ulikuwa mkali, siku hizi unakuwa mpole. Nasema nazeeka sasa kufanya ukali na wa vijana wa sasa. Na ukali, lakini tuna meya, tuna naibu meya ndio wasimamizi wetu. Sasa tukubaliane lini turudi hapa tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya serikali ngazi ya wilaya,
Kwanza nikiri kama ulivyosema, bado ujenzi haujakamilika. Lengo la serikali kila mara ni kwamba sio kutenga fedha, ni kutoa huduma. Kutenga fedha peke yake, kujenga majengo, kama huduma haipatikani inakuwa hatujatimiza malengo ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumelipokea kama serikali, mradi huu umechelewa. Nitamwacha engineer hapa atakapomaliza. Fundi mkuu kwa fundi ndio. Huyu ndio fundi mkuu ambaye tumempa mradi hapa, na taarifa nilizonazo alikuwa anasuasua. Na mimi kwa sababu chama kimeshanielekeza hapa, leo kabla ya saa 1 usiku anapaswa aniletee mpango kazi kwa namna gani jengo hili litamalizika ndani ya muda tuliopanga. Kazi hapa itafanyika asubuhi, mchana na usiku. Kama ni mafundi ataongoza, kama ni vifaa vitapatikana, na mkurugenzi hapo amenihakikishia kwamba milioni 30 ambayo imesalia itakuja hapa kwa wakati, hakutakuwa na tatizo la fedha. Ili mradi huu kama tulivyosema kabla hata tarehe 1 mwezi wa 6, Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu utakamilika. Na mimi binafsi ni kuahidi nitakuja hapa hata kama ni saa 5 usiku, nitafika nikute mafundi wanafanya kazi. Fundi nadhani tumekubaliana. Hapa kuna umeme, mafundi wapo, vifaa vipo. Mwenyekiti, tumepokea maelekezo ya chama, tutasimamia mradi huu kukamilika kwa wakati. Nikushukuru sana.